kuhusiana na suala la kwamba hizi ikhtilafu au mambo haya yamekuja juzi kwa sababu ya kupatikana hizi television, kwa sababu ya kupatikana simu, mawasiliano haya yamekuwa karibu, ndio maana kumetokea ikhtilafu hizi. Lakini je, hapo zamani za kale wazee wetu walifunga vipi Arafa na hakukuwa na TV? Maana sasa hivi tuambiana, angalia, si wale pale watu kwenye Arafa, si wale pale tunaona Jabal Rahma pale. Sasa zamani hakukuwa na TV, ilikuwaje? Umeelewa? Mtu akaangalia, ni kweli bwana. Sasa tena watu wanaweza kujua Arafa ni nini pale watu baada ya watu kurudi kutoka hija. Eti kule mlipokuwa hija Arafa mlisimama Jumaa ngapi? Arafa tulisimama Ijumaa. Sisi bwana Arafa sisi tulifunga Jumaa mosi sisi. Watu washarudi pigeni Muharram hiyo. Kutokana na mazingira ya safari za zamani. Kwa hiyo ilikuwa hakuna uwezekano wa kujua kwamba leo ni Arafa ya Makka au sio. TV kabla sijaja hizi simu na TV, watu walikuwa huko wote wanakwenda motoni. Wote hawakupata Arafa. Wote hawakupata. Basi nawaona wale pale, nawaona. Ndio naona. Changanua. Ni hoja hii. Hii si hoja ya kielimu kabisa. Sio hoja ya kielimu, ni mambo ya kuundaunda. Swali ndugu yangu, wale ambao kwamba mchana wao ni usiku wa Saudia, wale watafanya nini? Watapitwa na thawabu za Arafa? Tokyo wako nyuma masaa 6 na Saudia. Sisi tunajua ibada ya wukufu bi Arafa inaanza wakati wa nini? Zawala, wakati wa mchana. Inapofika wakati wa kuanza ibada ya nini? Wukufu bi Arafa, Tokyo Japani watayari kwao ishaingia usiku, ile siku ishaisha. Sasa wafanye nini? Wafunge usiku kwa sababu ndo watu wako katika Jabal Rahma kule Arafat? Ama wasifunge, hawana thawabu hao? Wasifanye kitu? Taibu, waulizeni watu wazima ambao kwamba wako miaka 80 kwenda juu. Hapa kabla kuja wasailu tawasul, kabla kuja ma-TV, masimu, kulikuwa kunafungwa vipi Arafa? Kabla ya kuja mawasiliano. Sasa walillahi alhamdu tuna ma-TV, tuna simu. Kabla ya kuja hizi wasailu tawasul, watu walikuwa wanafunga vipi siku ya Arafa? Watu walikuwa wanakula Eid vipi? Kama siku angalia mwezi mpaka siku ya 9 inafungwa Arafa. Ni hoja hii. Hii si hoja ya kielimu kabisa. Sio hoja ya kielimu, ni mambo ya kuundaunda. Kivipi? Si katika hoja za kielimu. Naam. Sheria ya Kiislamu katika vitu vilivyomo ndani ya sharia, الشريعة الإسلامية السمحة, wanasema miongoni mwa sifa zake sheria ina kitu kinaitwa almuruna. Sheria ina almuruna, au kwa lugha fupi sheria ya Kiislamu ni salihatun likulli zamanin wa makani, ni yenye kusilihi katika kila wakati na kila mahali, haipitwi na wakati sheria ya Kiislamu. Mimi nitakupeni mfano mmoja wa wazi tu. Leo hii kuna nchi inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ipo haiko? Ipo. Miaka 100 nyuma hakukuwepo na jina hili. Tanganyika, Zanzibar, kadha, yani kulikuwa na mambo kama haya. Na miji iko tofauti tofauti. Si ndio hivyo? Lakini leo iko miaka 100 iliyopita. Unarudi nyuma zaidi, sisemi miaka 100 kwa sababu hili ni jina limekuja baadaye. Hata miaka 100 haifiki, lakini imerudi miaka 100. Hakukuweko na kitu hicho, lakini nchi ilikuweko na watu walikuweko. Ndani ya hii inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanga ilikuweko tangu hapo zamani, kabla haijakuwepo Jamhuri ya Muungano. Kulikuwepo na Kigoma, kulikuwepo na Rukwa, kulikuwepo na Lindi na Mtwara, Songea, zote zilikuweko. Kabla ya kuwepo kwa redio, labda tukirudi miaka 200 nyuma, kabla ya kuwepo kwa redio, iwe ni RTD mathalan wakati ule, redio Tanzania Dar es Salaam, au redio nyingine yote, walikuwa wakifunga vipi watu wa Unguja na watu wa Kigoma, watu wa Tanga na watu wa Peramiho, au watu wa Songea, au watu wa Masasi, au watu wa Mwanza? Walikuwa wakifungaje kabla kuja kuwa na redio Tanzania ikitangaza kwamba
leo Idi, leo Ramadhani imeingia. Unanielewa? Au ilikuwa miezi haipishani. Haiwezekani kuwa mwezi ulionekana Tanga alafu ikawa watu wa Kigoma hawakuuona, lakini baada ya Radio Tanzania kutangaza watu wakafunga na wakafungua. Sasa kabla ya kuwepo redio wao walikuwa wanafungaje? Kwa sababu sio kusema mawasiliano na mtandao kaona labda mawasiliano ni TV peke yake, ni simu peke yake, ni internet peke yake, hata redio. Sasa kabla ya kuwepo kwa redio watu walikuwa wafungaje? Unaelewa? Pengine mufti wa Zanzibar au kadhi wa Zanzibar wakati huo atangaza kwamba mwezi umeonekana, misikiti yatangaza huko, tunapiga takbira, lakini watu wa Kigoma hawana taarifa, hawajui kabisa nini, hakuna redio wala hakuna umeme, walikuwa wanafungaje? Sasa je, kwa sasa hivi wafungaje? Hii inaonyesha ya kwamba sheria ya Kiislamu hali fulani zinapojitokeza kuna mambo yanabadilika. Ndio maana kuna siku mimi nilizungumza nikayataja maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Katika maneno yale aliyozungumza, amezungumza maneno makubwa mazuri. Sasa na leo nataka niyasome tena. Katika maneno haya yanapatikana katika majumuu fatawa iliyokusanya fatawa za Sheikh huyu mwanachuoni huyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pale alipokuwa akijadili kuwa kila watu wa miji, kuna kauli inayosema kila watu wa miji wana mwezi wao. Akasema walladhina qalu la takunu ru'yatan lijami'iha kaakthar ashabi Shafi'i, na wale ambao wanasema haiwezekani kuona mwezi ni kwa watu wote kama ilivyokuwa kauli ya wengi katika wafuasi wa Shafi'i. Minhum man haddada dhalika bimasafati alqasr, kuna miongoni mwao walioweka mpaka wa hilo kwa masafa ya kupunguza swala, kwamba kila watu watakuwa na mwezi wao kwa masafa ya kupunguza swala. Kama wewe utasafiri, itazingatiwa hiyo ni safari ambayo itakufanya wewe upunguze swala. Ukienda kwenye huo mji mwingine ambao wewe upunguza swala kwa kuwa ni safari, basi hao watu mji huo mwingine wana mwezi wao, na huko ulikotoka wewe una mwezi wenu. Kuna wanaochuoni wamefikia kusema maneno haya. ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالب, na kuna ambao waliweka miongoni mwao waliweka mpaka wa hilo kwa kutofautiana matali, machimbuko kalhijaz مع الشام والعراق مع خراسان kama vile Hijaz na Sham, Iraqi pamoja na Khurasan. Akisema Khurasan, eneo hili kwa leo linapatikana kusini magharibi mwa nchi ya Afghanistan. Khurasan kwa leo inapatikana kusini magharibi mwa Afghanistan. Kwa hiyo mfano ni kama mji wa Khurasan, asema mfano kama mji wa Hijazi na Sham. Hijazi, Maka, Madina na viunga vyake. Sham ni Syria, Palestina, Jordan, hata Lebanon pia inaingia katika Sham. sawa. والعراق مع خراسان، العراق pamoja na Khurasan. Asema wakilahuma dhaifu, na kauli zote mbili hizo ni dhaifu. Hizi kauli mbili hizi zilizotajwa ziko pana khilafu, lakini kauli dhaifu hazina hujja zilizokuwa na nguvu. Fa inna masafata alqasr la ta'alluqa laha bilhilal, kwa sababu masafa ya kupunguza swala hayana mafungamano yoyote na mwezi muandamo. Wa amma alaqalib, na ama majimbo, fama haddu dhalika, kama qala, ni upi mpaka wa hilo, kwamba mji huu mpaka mji huu mpaka wake uko vipi? Kisha akaitia makosa msimamo huo kwa njia mbili hadi akafikia kusema alwajhu athani annahu idha atabarna haddan kamasafati alqasr au alaqalim. Njia pili ni kwamba tukizingatia mpaka wa masafa ya kukusuru swala au kuzingatia majimbo, fakana rajulun
fi akhir almasafati waliqlim, kisha mtu akawa yuko katika masafa ya mwisho ya kukusuru swala au mwisho wa jimbo, fa alayhi an yasuma wa yuftira wa yansuka, wa akhar bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin la yaf'alu shay'an min dhalika wa hadha laysa min dini almuslimin. Anasema, narudia tena, njia ya pili ni kwamba tukizingatia mpaka wa masafa ya kukusuru swala au tukizingatia mpaka wa majimbo, kisha mtu akawa yuko katika masafa ya mwisho ya kukusuru swala au mwisho wa jimbo, ni wajibu juu yake kufunga na kufungua au kufanya hija ni baada ya kuchinja kwa kuzingatia mpaka. Na mwingine kuna baina yake na baina ya hilo jimbo kiasi cha kutupa mkuki tu, hata fanya yoyote katika haya. Ni kama tuliyozungumza kwamba tukizingatia mambo ya miji. Sasa miji imepakana, leo kuna Namanga kwa Tanzania, Namanga kwa Kenya. Pale mpakani kwa upande wa Tanga kuna Horohoro na Lungalunga, ni hapo hapo, watu ndugu majirani. Bali kuna miji imeungana kabisa huko, ukipita Vanga na wapi utakuta miji imeungana kabisa, hawa wako Kenya, hawa wako Tanzania. Sasa tukizingatia mipaka, huyu atalazimika kufunga na wapi, na huyu atalazimika kufunga na wapi. Umeelewa? Sheikhul Islam analizungumzia jambo hili. Utamkuta sasa huyu atafuata nchi yake na mahali kwake, pengine mtu aliyekuwa Horohoro akafunga na mtu na mwezi ulioonekana Sumbawanga, akaukataa mwezi pengine ulioonekana Likoni au Mombasa pale mjini, akaukataa, au ulioonekana Hola na sehemu nyingine, kile atakwenda mbali. Kwa nini? Kwa sababu ya mipaka. Hii sio dini ya Uislamu, nasema hivi, si katika dini ya Uislamu. Sasa kitu gani kimenisukuma niyazungumze maneno haya? Yeye alichokizungumzia hapa kwamba al-ibra ni usulul ilmi, mazingatio yako kwenye kufika elimu, kujua. Si ushajua taarifa imekufikia? Sasa kwa njia yoyote huwezi kusema kwamba taarifa ikija kwa redio sisi tutaikubali, lakini taarifa ikija kwa njia ya WhatsApp mimi sikubali. Sikubali kabisa. Kwa nini? Unasema haya mambo ya kisasa. Una kipimo gani cha kukataa habari hii na kuikubali habari hii? Kwa mazingatio yapo kwenye kufikiwa na elimu. Elimu ya jambo hili imekufikia, ndio maana akasema wal-i'tibaru bi bulughi al-ilmi birru'yati fi waqtin yufidu. Mazingatio yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaotoa faida. Hapa ndipo ambapo nilikuwa nataka kupasema mimi katika kuijibu ile hoja ya kwamba hapo zamani mbona watu walikuwa wajuaje na ilikuwa hakuna TV. Kweli ilikuwa hakuna TV, kweli ilikuwa hatupati taarifa sisi, tupati habari za kuandama mwezi mahali kwingine. Si Maka tu kwamba mwezi umeonekana Maka au Saudi, bali hata watu walioko Pangani hawawezi kujua habari za mwezi ulioonekana Bagamoyo au Dar es Salaam. Watajua vipi? Kuna redio pia imekuja juzi. Je, kabla ya redio ni kwamba kila watu walikuwa na mwezi wao? Je, leo kila watu na mwezi wao? Watu wa Pangani wana mwezi wao na watu wa Bagamoyo wana mwezi wao, watu wa Dar es Salaam wana mwezi wao na watu wa Kilwa wana mwezi wao. Kwa sababu inawezekana ikawa Pangani kuna mawingu lakini Kilwa hakuna mawingu, na hakuna redio, hakuna gazeti, hakuna taarifa ya haraka inaweza kufikia. Miaka 200 nyuma hakukuwa na jambo hilo. Kwa hiyo watu ikawa wanatazama miandamo yao. Sasa jambo hili limekwenda wapi? Mbona leo watu wa Pangani wafunga na watu wa Tabora? Nini kilichoondoa jambo hili? Watu wa Unguja kufunga na watu wa Kigoma, kitu gani kimeleta jambo hili? Ndio haya yanayosema wal-i'tibaru bi bulughi al-ilmi birru'yati fi waqtin yufid. Mazingatio yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaofidisha, unaotoa faida. Wakati unaotoa faida ni vipi? Ni kwamba taarifa imekufikia wewe katika kipindi ambacho waweza kufunga na saumu ikasihi. Lakini mathalan taarifa ya kwamba mwezi umeonekana Mbeya imekufikia
wakati wa jua lishazama. Jana mwezi ulionekana bwana Mbeya. Taarifa hii haikupi faida yoyote. Hapa tutaifanyia kazi hadithi ya Quraib kama wanavyoeleza ahlul ilm. Tumeelewana? TV kabla asijaja hizi simu na TV, watu walikuwa huko wote wanakwenda motoni, wote hawakupata Arafa, wote hawakupata. Basi nawaona wale pale, nawaona. Ndio naona, changanua. Kwa hiyo hizi ni habari au ni maelezo hayakuzingatia kile kina cha elimu, imezingatia ubabaishaji, ni masuala ya kuundaunda. ndio maana akasema fa amma idha balagathum ar-ru'yatu ba'da ghurubi ash-shams, ama ikiwafikia wao habari ya kuona mwezi baada ya kuzama jua, fal mustaqbalu, basi huo utakuwa ni wa siku inayofuata. Yajibu sawmuhu, utapasa kuifunga hiyo siku inayofuata bikulli hal, kwa hali yoyote. Lakini al-yawm al-madhi hal yajibu qada'uhu, lakini ile siku iliyopita je, kutapasa kuilipa? Ndio ile maelezo ya hadithi ya Quraib na kile kisa kausha Quraib, hadithi ya Ibn Abbas. Hapa ndio mahali pake, na jambo hili tulitulia maelezo sisi kwenye darasa zetu. Kwa hiyo je, nauliza swali, kile kizuizi cha kutufikia habari kipo au hakipo tena? Yani sisi habari za Maka tuzipata hatuzipati, kwamba leo mwezi umeandama, sasa hivi sasa leo ni tarehe mosi Dhulhijja, habari tuzipata hatuzipati? Tuzipata, bali wakati mwingine sisi habari tunazipata kwa karibu zaidi, lakini hatuzitaki tu, tukatengeneza mazingira basi tukapitisha mambo yakaenda ile